Fanya hivi kama mtu anakusumbua wewe, anaisumbua familia yako, anaisumbua ndoa yako, anasumbua watoto wako, au anasumbua kwenye kazi yako. Kwa kufanya hivi, basi adui zako wote wataondoka kwenye maisha yako na kukuacha ukiwa na amani yako, na adui zako wote watakuacha salama. Na hapa sizungumzii maadui tu, pia nazungumzia kama unataka kuwasambaratisha watu ambao utakiwa wawe pamoja, na maanisha kwamba labda mchepuko, unataka kuna watu baadhi ya watu utaki wawepo kwenye maisha yako, unataka waondoke mwenyewe, waondoke kabisa, usitaki tena mawasiliano nao, basi pia unaweza kufanya spell hii. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na leo nakwenda kukuelekeza spell hii ambayo itakusaidia sana wewe mtu ambaye watu wanakufuatilia, wewe ambao maadui zako wanakusakama, watu hawakupendi, watu wanakuchukia, mambo yako hayaendi vizuri kwa sababu watu wanakufanyia fitna na figisu kibao, basi utakwenda kuwakomesha watu hao au maadui hao kwa namna hii ambayo nitakwenda kukuelekeza leo. Watu hawatakusumbua tena na utabaki na amani yako kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako na watoto wako. Na haya ndio mahitaji utakayotakiwa kuwa nayo kwenye kwenda kufanya spell hii. Kwanza kabisa utahitajika kuwa na kitunguu chenye rangi nyekundu. Yaani kitunguu kama hicho kitunguu changu nilishoshika hapo. Na pia usikimenye hayo maganda yake ya nje, kiache kitunguu kama kilivyo, hivyo unavyokiona kama kitunguu changu kinavyofanana. Kwa hiyo unatakiwa utafute kitunguu kikubwa kama hivyo unaona kwenye mizizi hapo kwenye mizizi ndio sehemu tutakapokata kitunguu chetu. Nataka ukikate kitunguu lakini ukikate kuanzia hapo kwenye mizizi yake kwenda, yani utaona kama nitakavyoonyesha hapo kwenye picha jinsi nitakavyokuwa nimekata mimi kitunguu changu. Kama hivyo ndivyo inavyotakiwa na wewe ukate kitunguu chako. Umeona? Nimekata kuanzia pale kwenye mizizi kushuka chini. Unapokata hakikisha haukimalizi kukikata chote. Nimekikata lakini nimeishia nusu, sijakimaliza chote kitunguu chote kukikata. Ndivyo na wewe utakavyotakiwa ukate kitunguu chako kama hivyo. Kisha baada ya hapo utatakiwa kuchukua karatasi, na karatasi hiyo ni karatasi nyeupe, utakata karatasi ndogo tu, ambapo karatasi hii ndiyo tutakayotumia kuandika jina, na jina hili ni jina la mtu ambaye anakusumbua wewe, anaisumbua familia yako. Kama unamfahamu, andika jina lake hapo. Adui yote anayekusumbua andika jina lake hapo. Wewe ni mchepuko au ni mtu yote ambaye unataka kabisa aondoke kwenye maisha yako, unataka kumsambaratisha aondoke na kila kitu, andika jina lake hapo. Hakikisha unaandika majina yake hapo. Kama hujui jina lake unaweza kuandika hata jinsi tu anavyokusumbua, andika nia yako yani kwenye karatasi kwamba mchepuko achane na mume wangu, naandika hapo kwenye hiyo karatasi. Sio lazima tu uandike jina. Kwa utakapoandika jina la wewe mtu ambaye anakusumbua, utaichukua karatasi yako sasa ambayo umeshakwisha kuandika jina. Kisha umeandika jina lake hapo. Hata kama unafahamu jina moja, hata kama unafahamu majina yake yote, andika. Na hata kama sio mtu mmoja, hata kama sio adui mmoja, unaweza ukaandika majina yao yote kwenye hiyo karatasi. Sio kwamba lazima wewe uandike moja moja, andika majina ya watu wote wanaokusumbua au wanaokukera au wanaokufanyaje, andika kwenye hicho kikaratasi cheupe kidogo kama nilivyoonyesha hapo. Andika jina lake. Kisha baada ya hapo utakapomaliza kuandika, utatakiwa kuikunja hiyo karatasi. Kikunje kama unavyoona mimi ninavyoikunja hapo kwenye video yangu. Ikunje na weka karatasi yako vizuri, na kisha uidumbukize katikati ya hicho kitunguu. Idumbukize katika hicho kitunguu. Nimesema hakikisha kitunguu hujakikata mpaka mwisho. Kama ukikikata kwa bahati mbaya kikafika hadi mwisho, rudia, chukua kitunguu kingine. Kitunguu unatakiwa ukikate kibaki kuna sehemu kama hivyo, yani usikikate chote kikafika mwisho. Kisha zamisha karatasi yako kule katikati ya kile kitunguu. Na baada ya hapo utatakiwa kushika hicho kitunguu na kuanza kunuia. Nuia manuizi yako kwamba wewe fulani unanisumbua mimi na familia yangu, nataka uniache, nataka uondoke, au nataka ufanyaje. Nuia vile jinsi yule mtu anavyokusumbua na jinsi unavyotaka kitu gani kitokee kwake, au jinsi unavyotaka aondoke, ende mbali kabisa na familia yako na maisha yako na kazi yako na kitu chochote ambacho wewe mtu anakusumbua. Basi nuia ukiwa umeshika hicho kitunguu, umeshaingiza karatasi ya jina lake, umeshaingiza katikati ya kile kitunguu. Umeona jinsi inavyofanana kitunguu hicho hapo, karatasi ile pale ndani unaiona, lakini kitunguu hakijakatwa mpaka mwisho. Umeona karatasi ilivyokaa, lakini kitunguu hakijakatwa mpaka mwisho. Na wewe hakikisha unafanya hivyo kama mimi ninavyoonyesha hapo kwenye picha. Baada ya hapo
Pia utahitajika kuwa na pilipili, na pilipili hii ni pilipili ya aina yoyote ile. Kwa hiyo mimi hapo kwangu hiyo ni pilipili manga iliyosagwa. Kwa hiyo unahitajika kuwa na pilipili yoyote iliyosagwa, kama na ile pilipili nyekundu iliyosagwa pia inafaa. Pilipili ya aina yoyote ile ambayo imesagwa unaweza kutumia. Ila mimi nimetumia niliyokuwa nayo ambayo ilikuwa ni pilipili manga. Kwa hiyo unaweza kutafuta ile pilipili nyekundu pia ikawa vizuri zaidi. Kwa hiyo baada ya hapo utachukua ile pilipili na utaingiza kwenye hicho kitunguu katikati pale ambako uliingiza ile karatasi. Weka vizuri ile pilipili yako hapo katikati ya kile kikaratasi. Kama hivyo unaona mimi nilivyoweka hapo. Umeona? Nimeshaweka pilipili yangu. Pia baada ya hapo unahitajika kuweka chumvi. Kama nilivyosema, chumvi huwa kazi yake ni ulinzi, ni protection. Kwa hiyo inaenda kulinda spell yetu ikafanye kazi, wala siingiwe na kitu chochote ambacho kitasababisha isifanye kazi. Kwa hiyo utachukua chumvi. Mimi nachukua chumvi ya kawaida, lakini chumvi ya mawe itakuwa ni bora zaidi kama unayo. Kama unaweza kutumia hata hiyo ambayo unayo kama mimi ninavyokuonyesha hapo. Na hayo utaingiza katikati ya ile karatasi kule katikati ya kitunguu chako. Kama ninavyoonyesha hapo na mimi ninavyoingiza. Naona jinsi ninavyoweka chumvi katikati ya kile kitunguu changu. Na wewe utatakiwa kuweka hivyo hivyo kama ninavyoonyesha hapo kwenye video. Hapo unakuwa umeweka vitu vyako hivyo, na baada ya hapo kitakachoendelea baada ya kuwa umeshaingiza hivyo vitu katikati pia ni manuizi. Ndio unuie kwamba jinsi kama hii pilipili inavyowasha ndivyo jinsi na yanavyokufanyia ubana maisha yake nayo yakawe yani kamchanganye na yeye maisha yake asiwe mazuri. Yani na yeye mambo yake yawe mabaya vyote vimrudie yeye mwenyewe. Ndivyo unavyoweka pilipili na ile chumvi unakuwa unanuia hivyo. Kwamba mabaya yote yanayokufanyia na yeye akamrudia, ndio tunarudisha ubaya wote kwake. Na ile pilipili yako kisha unaweka na ile chumvi yako. Manuizi ni muhimu sana. Yaani hakikisha unanuia, unamtaja jina lake, unataja majina yao kwamba nyie watu mwachane na familia yangu, mwachane na ndoa yangu, mwachane na kazi zangu, unanuia. Utakapokuwa umemaliza kunuia unahitajika kuwa na mfuko kama hapo unaona mfuko wa plastiki huo. Utachukua kitunguu chako ambacho umeshakiwekea vitu vyako vyote, umeshanuia. Utachukua kile kifuko chako cha plastiki, sio lazima kiwe cheupe, chochote tu ni cha plastiki, kisha utakidumbukiza kile kitunguu chako katika mfuko wako. Weka kitunguu chako vizuri humo ndani na ufunge kabisa vizuri huo mfuko. Naona kama ninavyoonyesha hapo mfuko ndio kama huo. Kama una huo unaweza kutumia mfuko wote, ili mradi uwe mfuko wa plastic, unaweza pia ukatumia. Kisha utakapomaliza ufunge vizuri kabisa ule mfuko. Naona kama hapo nitakuwa nimeshafunga mfuko wangu hapo, na wewe mfuko wako na wewe ufunge kabisa kile kitunguu kiwe ndani ya ule mfuko. Utakapokuwa umemaliza kuweka hivyo, basi unaendelea na manuizi, kwa sababu nimesema manuizi ndio kila kitu. Utaendelea kunuia kwamba wewe mtu ninakufunga Mungu katika mfuko ndio jinsi utakavyoondoka kwenye maisha yangu. Yani unaendelea kunuia. Kunuia ni kunuia jinsi unavyojisikia wewe kwenye moyo wako kuhusu wewe mtu anavyokufanyia. Yani ile maumivu yote ambayo uko nayo ndani ya moyo wako ndio manuizi yenyewe. Kwa maana manuizi siwezi nikakufundisha. Kwa maana manuizi ni yale jinsi wewe ambavyo ile hasira uliyokuwa nayo kwenye moyo wako juu ya huyo mtu, jinsi vile mtu anavyokufanyia ubaya, jinsi vile mtu alivyokuharibia maisha yako, ndivyo utakavyonuia huku kiwa umeshika hicho kitunguu. Ndipo unavonuia hapo. Na hii spell unaweza kufanya siku yoyote ile, haina siku. Unaweza kuifanya siku yoyote ile, muda wote ile. Kama ni mwanamke, hakikisha ufanye siku ambayo uko katika siku zako. Ukiwa period hauruhusiwi kufanya spell yoyote. Kwa hiyo kama kwenye siku zako ndio, lakini siku nyingine zote mtu unaweza kufanya, wakati wote ule mtu unaweza ukafanya spell hii. Na baada ya hapo utatakiwa hichi kitunguu ukichukue na uende ukakitupe kabisa mbali kabisa, au kama unaweza kwenda kukitupa kwenye maji yanayotembea kwenye mto pia itakuwa vizuri sana. Unatupa, unahakikisha kimepelekwa kabisa na maji, au umetupa mbali kabisa haukioni tena, unaweza ukakirusha mbali kabisa ukakitupa hicho kitunguu kisha kimepelekwa kabisa na maji, kimeondoka, au kwenye uchafu umekitupa mbali kabisa. Na huku unakitupa huku unanuia kwamba na kuondoa kwenye maisha yangu, naondoa vituko vyako kwenye maisha yangu, ondoka kabisa mbali na maisha yangu, au maisha ya mume wangu, au maisha ya watoto wangu. Kwa hiyo unanuia jinsi vile unavyotaka, kisha unakitupa au kisha unakiweka kurusha kwenye maji, kipelekwe mbali kabisa, kiondoke. Na hapo utakuwa umemaliza kufanya spell yako hii ya kuondoa maadui zako, kuwakomesha maadui zako, kuwaondoa kabisa wasikuwaze kwenye vichwa vyao, waende mbali kabisa na maisha yako. Utakuwa umemaliza hapo. Pia napenda kusisitiza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe, ili uwe kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya.